Picha linaanza kwa kumuonesha mvulana wa miaka 14 aitwaye Jake. Anaona mdoli ambayo ni chapa maalum. Anauliza muuzaji bei na anamjibu kuwa ni $20 kwa sababu ni bidhaa ya zamani. Hata hivyo, Jake anafanikiwa kujadiliana na kuipeleka kwa $10 tu. Jake anapoondoka na ule mdoli, muuzaji anaona kwamba kisu kimepotea na anapotezea. Jake anaanza kusikiliza podcast ya uhalifu inayowasilishwa na mwanafunzi mwenzake Devon, ambaye ni mtoto wa askari wa polisi wa Hackensack, Detective Kim Evans. Podcast inataja kwamba watu siku zote wamekuwa wakiamini watakatifu wanaangalia Hackensack, lakini uhalifu unaendelea kuongezeka. Mara ya mwisho mfululizo wa mauaji ulipokuwa mkubwa kiasi hiki ilikuwa mwaka 1965 wakati muuaji wa watu wengi Charles Lee Ray alikuwa anazunguka. Jake anachukua ule mdoli nyumbani na kuweka juu ya meza. Paka wake anaonekana kuhofia. Jake anapokuwa karibu kuliondoa kichwa ili kulitumia kwenye sanamu yake, baba yake Lucas anaingia. Jake anauliza maoni juu ya sanamu, lakini Lucas anampuuza akisema yeye si mkosoaji wa sanaa. Anamwambia Jake aache kupoteza muda na sanaa, afanye marafiki na atafute mpenzi kwa sababu sanamu hazitampatia pesa. Lucas pia anamwambia kwamba hakuweza kumlipia kwenda kambi ya sanaa kwa sababu iligharimu $1000. Anaendelea kumwambia kwamba anamfuata mama yake. Tofauti ni kwa mama yake hakujaribu hata kufanya sanaa kama kazi. Anamwambia hata anaonekana kuanza kufanana naye. Kisha anamwambia Jake ajiandae kwa sababu binamu yake anakuja kwa chakula cha usiku. Binamu yake Jake Jr. anawasili na wazazi wake Logan na Bree. Logan anasema kwa fahari jinsi Junior alivyofuzu kwa mashindano ya kukimbia ya mkoa na jinsi anavyohitaji shughuli 3 za ziada ili kuingia Harvard. Jake na Junior wanaanza kubishana pale Junior anapotaja kuwa anapanga mchango wa vitabu kwa watu wasio na makazi. Jake anajibu kwamba vitabu si kitu cha muhimu zaidi ambacho watu wasio na makazi wanahitaji. Bree anajaribu kubadilisha mada kwa kumuuliza Jake kuhusu sanamu zake. Jake anasema bado anazifanyia kazi, lakini Junior anamcheka tena na kumuita shoga anaponukuu maneno ya Andy Warhol. Lucas anawapigia kelele waache na kusema kuwa Jake hajui tu anachokifanya. Baada ya wote kuondoka, Lucas anavunja sanamu za Jake kwa hasira, huku Jake akiomba aache. Mdoli bado upo, hivyo anatafuta mtandaoni ili kukiuza. Kwa mshangao wake anapata mtu anauza mdoli kama ule kwa $1500. Anaamua kumchukua mdoli wake na kwenda naye shuleni. Kwenye basi, wanafunzi wengine wanamdhihaki Jake. Anakaa karibu na Devon ambaye anasoma jarida la uhalifu. Jake anapofika shuleni, mtu anamwomba amtambulishie kwa binamu yake Junior. Junior anawasili na mpenzi wake Lexi. Lexi anampongeza Chucky, lakini Jake anapomwambia kwamba anapanga kukiuza, anamcheka akisema hali yake ya kifedha lazima ni mbaya kiasi cha kuuza vitu vyake. Anafanya mzaha akijifanya kutoa mchango wa kumsaidia. Darasani, mwalimu wao Miss F anawapa kazi ya kumchoma chura. Jake anaonekana kuogopa na kuchanganyikiwa, lakini Miss F anamtia moyo. Anajaribu kujituliza, lakini anapomtazama tena chura, anashtuka kuona kwamba amechomwa vibaya. Miss F anakuja kuangalia na kushangaa akimwambia kwamba hakutakiwa kufanya hivyo. Ghafla darasa zima linacheka wanapocheki simu zao. Lexi ametengeneza ukurasa wa GoFundMe ili kumdhalilisha Jake. Baada ya kipindi, Jake anamwomba Miss F kama anaweza kuweka Chucky kwenye kabati lake kwa sababu lake ni dogo sana. Anakubali, kisha anamzuia Lexi ili azungumze naye. Anamwonya Lexi aache kumtukana Jake akitaja page aliyotengeneza kumkejeli. Lexi anajifanya hajafanya chochote kibaya na kusisitiza kuwa alikuwa anajaribu tu kumsaidia Jake. Miss F anaondoka kwenda kumpigia simu mkuu wa shule Miss McVeigh. Mara tu Miss F anapotoka, Lexi ghafla anahisi kitu cha ajabu. Anapogeuka, Chachi amesimama mbele yake. Anaogopa. Miss McVeigh anapofika pamoja na Miss F na Lexi haraka anakubali kufuta ule ukurasa na anaondoka akiwa na hofu. Miss F kisha anaweka Chucky ndani ya kabati lake na anaondoka. Baadaye Jake anasikiliza podcast ya Devon. Wakati Devon anafika na kumuuliza anatazama nini, Jake anadanganya akisema anaangalia The Vampire Diaries. Devon anajibu kwamba Jake haonekani kuwa mtu wa aina hiyo na anamshawishi kupambana na wanaomdhalilisha. Pia anakiri kuwa anajua Jake alikuwa anaangalia podcast yake na anamwalika kwenye tamasha la vipaji la shule litakalofanyika kesho. Nyumbani, Jake anapokelea ujumbe kutoka kwa mtu anayevutiwa kununua Chucky. Hata hivyo, mara tu anapotoa namba yake, mtu anayeitwa Andy anamuonya kae mbali na lile doll na amwambie akague kama lina betri ndani. Jake anakwenda kuzungumza na Lucas ambaye anamkabidhi Chucky. Jake anashangaa na anauliza alivipataje, akieleza kwamba anajaribu kuuza lile doll. Jake anakwenda chumbani na anatafuta mtandaoni historia ya lile doll. Anamjua Charles Lee Ray, muuaji wa mfululizo na muundo wa mauaji anahusishwa na watoto wanaomiliki Chucky. Anaangalia ndani ya doll na hakuna betri, ambayo ina maana lilikuwa linaongea bila betri. Analitupa doll kwenye taka. Kwenye tamasha la vipaji, Devon anamaliza kupiga kinanda na Lexi anachukua nafasi kama mtangazaji. Anamsifu Devon, lakini kisha anaanza kumkejeli Jake akisema kuwa anapaswa kuambia wazazi wa Devon kile kinachoendelea kweli kati yao. Ghafla Chucky anaongea akimwambia Lexi atafute mtu wa size yake ya kumdhalilisha. Watu wote wanaanguka kwenye mshangao. Jake anakimbilia jukwaani na Chucky anainua simu ya Lexi akionyesha kwamba hana tu picha nyingi za Junior bali pia za Oliver. Anacheka akisema hilo lilipaswa kuwa siri. Kisha akimgeukia Bree aliyoko kwenye umati anasema, sote tuna siri sivyo? Chucky anaendelea kusoma historia ya utafutaji wa Lexi akifunua kuwa alikuwa anaangalia botox na vitu vingine vya ajabu. Wote wawili wanaondolewa jukwani haraka. Jake anaporudi nyumbani, Lucas anakabiliana naye akiwa na hasira kwamba alimwaibisha kwenye tamasha la vipaji. Lucas anamwambia Jake aache kufanya mambo ya ajabu, lakini Jake anajibu akisema kwamba Lucas hamchukii kwa kuwa wajabu, anamchukia kwa sababu anafikiria yeye ni shoga. Lucas anampiga Jake ngumi na anamuonya asiseme hivyo tena kabla kumwamuru aende chumbani. Ghafla umeme unakatika. Lucas anapojaribu kurekebisha umeme, Chucky anaonekana na anamwaga maji mengi karibu na miguu yake. Hii inasababisha mshtuko wa umeme na Lucas anakufa kwa kupigwa na umeme.
Detective Kim, mama yake Devon, anawasili na kumfariji Jake. Anamjulisha kuwa kulikuwa na uvunjaji wa shule usiku uliopita na kitu pekee kilichoibiwa ni lile doll Chucky. Jake akiwa ameshangaa anamwambia kwamba yeye mwenyewe ndiye aliyemchukua Chucky kwa sababu alimhitaji kwa ajili ya tamasha la vipaji. Logan anawasili muda mfupi baadaye na anamfariji Jake. Anamwambia kwamba kuanzia sasa ataishi nao na anaweza kuuliza chochote anachohitaji. Detective Kim kwa sasa anahitimisha kesi kama kifo kwa bahati mbaya. Bree anampelekea Jake kwenye chumba chake kipya, halafu anamuuliza kuhusu alichomaanisha aliposema kwamba yeye Bree ana siri. Jake anajibu haraka kwamba alikuwa anatania tu. Mara tu Bree anapoondoka, Jake anajaribu kuzungumza na Chucky kisha anamrusha kwa hasira. Ghafla Chucky anakaa vima na kuanza kuongea. Akiwa amehofishwa, Jake anauliza kama yeye kweli ni Charles Lee Ray na kama ndiye aliyemuua babake. Chucky anajibu kwa urahisi kwamba Lucas alistahili kufa. Jake anasisitiza kwamba babake hakuwa daima hivyo, lakini Chucky anapuzia kwamba Lucas alipata alichostahili. Kisha kwa tabasamu la kishetani anaongeza, sasa ni zamu ya Lexi. Charles Lee Ray anaonyeshwa akificha kisu ndani ya tofaa kimakusudi. Kisha anakata na anatafuna huku akifurahia kuona mdomo wake ukitoka damu. Wakati huo huo, Jake yuko kwenye gari pamoja na Junior, lakini wazazi wa Junior wanaingilia kati na kumzuia. Wanapofika shuleni, Oliver anamkaribia, anamwambia pole kwa kifo cha baba yake Jake na anamwalika kwenye sherehe ya Halloween nyumbani kwake. Junior na Lexi wanamwona Oliver akiwa mwema kwa Jake na wanaona jambo hilo ni la kutilia shaka. Lexi bado akiwa na hasira na Jake kwa kumkejeli, anareact vibaya. Nyumbani, mfanyakazi wa Junior, Annie, anasafisha. Anakuta kisu katika chumba cha Jake na anakirudisha jikoni. Anapokiweka kati ya visu vingine, Chucky ghafla anamsukuma kutoka nyuma. Anaanguka juu ya vile visu ambavyo vinamchoma moja kwa moja kwenye shingo yake. Baadaye, Jake na Junior wanarejea kutoka shuleni. Jake anamuuliza Junior kama anataka kitu cha kula, lakini Junior anajibu kwa ukatili kwamba hahitaji kuulizwa vitu ndani ya nyumba yake mwenyewe. Jake ndiye wa kwanza kugundua mwili wa Annie ukiwa hauna uhai, kisha Junior naye anaona. Mara moja wanawapigia simu wazazi wao pamoja na madetective Kim na Sean. Baada ya kuchambua tukio, Logan na Bree wanaeleza kwamba Annie alikuwa na familia yao kwa muda mrefu na alikuwa kama mwanachama wa nyumba. Detective Kim anauliza kuhusu uhusiano wa Jake na Junior na Annie na wanaeleza kwamba Annie alimlea Junior tangu utotoni. Pia hakuwahi kuwa na matatizo na Jake na alimkaribisha kwa upendo. Baada ya kuchunguza hali hiyo, madetective Kim na Sean wanaamua kuwa Annie teleza kwa bahati mbaya na kuangukia sehemu ya visu. Wanataja hata tukio linalofanana, wakisema matukio kama hayo hutokea mara nyingi kuliko watu wanavyofikiri. Baadaye Jake anaenda chumbani kwake na anakabiliana na Chucky, akimuuliza kwa nini alimuua Annie. Chucky anakataa kumuua Annie, akisisitiza kuwa aliteleza mwenyewe. Jake anapojaribu kumsukuma, Chucky anakataa kulaumiwa, akisema angeweza kumuua mtu wiki iliyopita, lakini hakufanya hivyo kwa sababu anajaribu kumsaidia Jake. Anaongeza kwamba baadhi ya watu wanastahili kufa na anadai yeye huwa anaua wale tu wanaostahili. Wakati huo huo, Junior anasikia Bree akimwambia Logan huko chini kwamba Jake anaweza kuwa hatari. Anataja kwamba Jake hakuwa na malezi mazuri na baada ya kifo cha Mary, Lucas aligeuka kuwa mtu asiyeimara, hivyo hakuna anayejua kinachoendelea kichwani mwa Jake. Logan anajibu akisema kwamba huwezi kamwe kujua kweli mtu anachowaza. Baadaye Junior anaingia chumbani kwa Jake na kuonya laptop yake ikiwa wazi ikionyesha picha za Lexi. Anamuonya Jake akae mbali naye. Baada ya Junior kuondoka, Detective Kim anamhoji Devon kuhusu Jake, akimuuliza ni mtoto wa aina gani. Devon hata hivyo anamtetea Jake. Wakati huo huo, dada yake Lexi, Caroline, anachora picha ya Chucky. Wazazi wao wanashuka chini na kusifu kazi yake. Wanaelekea kwenye hafla ya ballroom na wanamwambia Lexi awapeleke Caroline trick or treating. Lexi anapopinga, wanamkemea na kuondoka. Katika sherehe ya Halloween ya Oliver, Junior anawasili akiwa amevaa medali zake. Baada ya muda kidogo, Jake anashuka chini akiwa na jeraha linaloonekana machoni. Logan na Bree wanafikiri ni sehemu ya vazi lake la Halloween. Wanamuuliza Jake kama anakwenda kwenye sherehe, lakini anakataa, sema anahitaji muda peke yake. Jake anatambua kwamba Chucky ametoweka na kwa hofia kwamba anaweza kumuua mtu, anakimbilia kwenye sherehe ya Oliver kumtafuta. Wakati huo huo, Lexi na Junior wanaanza kuwa wakaribu kimapenzi. Chucky anacheza mchezo wa video na Caroline, wakati anamwambia kwa kawaida tu kwamba anapanga kumuua dada yake. Kisha anainuka na kujificha kwenye chumba cha Lexi na Junior, akiingia chini ya kitanda. Lexi na Junior wanapolala kitandani, Chucky anaandaa kumdunga Lexi kutoka chini. Hata hivyo, kabla hajashambulia, mtu anaifungua mlango na wote wawili wanaondoka chumbani kurudi kwenye sherehe. Jake anapofika kwenye sherehe, baadhi ya watu wanamfunga yeye na Devon ndani ya chumba kama sehemu ya mchezo. Baadaye Jake anapotoka nje, anashangazwa kumwona Lexi akiwa amevaa kama baba yake, akimuigiza wakati alipopigwa na umeme. Inaonekana hiyo ndio ilikuwa costume yake ya kushangaza ya Halloween. Akiwa ameumizwa sana moyoni, Jake analia na kuuliza kwa nini anafanya hivyo kwake. Anaapa kwamba hatamwachia afanye hivyo tena wakati huu. Devon anajaribu kumtuliza. Jake anarudi ndani kumtafuta Chucky, dakika chache kabla Chucky hajamuua Lexi. Jake anaingilia kati na anamchukua Chucky kumpeleka nyumbani. Kisha anamwambia Jake kwamba dunia ni
kama shimo la mauaji. Anasisitiza kwamba kila mtu lazima achague upande na kwamba mtu yoyote anaweza kuwa muuaji. Anajaribu kumshawishi Jake amuue Lexi, akimkumbusha jinsi alivyomdhalilisha baba yake. Chucky anaanza kumfundisha Jake jinsi ya kuua, akiuliza kama anapendelea kunyonga au kuchoma kwa kisu. Jake anasita na kuuliza what if yeye si muuaji. Chucky anatabasamu na kusisitiza kuwa kila mtu ni muuaji akisukumwa vya kutosha. Jake anashangaa na anauliza Chucky alikuwaje muuaji. Chucky anakumbuka kumbukumbu ya utotoni kutoka kwenye siku ya kuzaliwa kwake, na aeleza jinsi ya kuchagua shabaha, mtu anayewaudhi au kufanya maisha yao kuwa magumu. Wakati huo huo, Detective Kim anamtembelea Miss F kumuuliza maswali kuhusu Jake, lakini Miss F anakataa kushirikiana, akisema kwamba hawezi kufichua taarifa zozote kumhusu. Baada ya kipindi Jake anapotoka, Miss F anamzuia, anamwambia kwamba kama atahitaji chochote au kutaka kuzungumza anaweza kumjia wakati wowote. Pia anataja kwamba ameona video ya Lexi akimtesa na anapanga mkutano wa wazazi na walimu. Kwa kuwa Jake ana haraka, anakubali tu, anashukuru na anaondoka. Akitii ushauri wa Chucky, Jake anaanza kumfuatilia Lexi, akimchunguza ili kupata nafasi sahihi kumuua. Siku moja anapotembea, Jake anamfuata na kisu. Wakati anakaribia kumshambulia, mtu huyo anageuka na kwa mashangazo wa Jake, kumbe ni Junior aliyevaa hoodie sawa na ya Lexi. Junior anamuita Jake na kuondoka huku Jake akificha kisu haraka nyuma ya mgongo. Baadaye Junior anamkabili Lexi kuhusu alichofanya kwenye sherehe, akimwambia kwamba kumkejeli mjamba wake hivyo haikuwa sawa. Anasisitiza kwamba anapaswa kumpa msamaha Jake. Baada ya mabishano kidogo, Lexi hatimaye anakubali. Lexi anapowasili nyumbani, anamkuta mdogo wake Caroline akilia na kupinga kwa sababu anamtaka Chucky. Lexi kisha anaenda nyumbani kwa Jake ambako anamkuta kwenye garage akijaribu zana mbalimbali kali. Lexi anadhani Jake anajaribu zana kali kwa ajili ya mambo yake na kupuuzia. Jake anasimama nyuma yake akitafakari kama amuue, lakini ghafla Lexi anaomba msamaha. Anakiri kwamba wakati mwingine anapitiliza na hakupaswa kumkejeli Jake. Baada ya kuomba msamaha, anamwomba Jake ombi, anamtaka Chucky. Jake anagoma mara moja, jambo ambalo linamfanya Lexi achukizwe. Baadaye Jake anamwambia Chucky kuhusu tukio hilo. Chucky anamkemea kwa kushindwa kumuua Lexi na anapendekeza kwamba anautaka mdoli. Chucky anapendekeza kuchukuliwa ili akamalize kazi mwenyewe. Kwa kufuata ushauri wa Chucky anamwendea Lexi na kumpa mdoli. Akaunti yetu kwa hapa YouTube inaitwa Anu Swahili. Usisahau kulike, kucomment, kushare, pia kusubscribe. Comment next, tulete sehemu ya pili ya filamu hii. Tunaendelea tulipoishia. Devon anamjulisha Jake mara moja, akipendekeza kwamba lazima kulikuwa na mtu mwingine asiyejulikana aliingia kwenye sherehe. Kwingineko, Lexi anawaza kuhusu dada yake, lakini wazazi wake wanamlaumu kwa kila kitu, wakimtuhumu kwamba hajali usalama wa Caroline. Lexi anapojaribu kueleza kitu kuhusu Jake, wanamkatisha wakisema tayari wamemuudhi vya kutosha. Bado akiwa na hasira na Jake, Lexi baadaye anamkabili kuhusu Chucky. Jake anamwambia kwamba wanapaswa kulishughulikia wenyewe kwa sababu hakuna mtu mwingine atakayewaamini. Wakiwa na nia thabiti, wanaamua kurudi nyumbani kuangalia kama Chucky bado yuko hai. Wanapokuwa wakitafuta, Jake anajaribu kuwa mkarimu kwa Lexi, akionyesha kujali hali yake, lakini Lexi anamsukuma mbali akisema hamuhitaji wema wake, hasa kutoka kwa mtu ambaye aliwahi kutaka afe. Wakati huo huo, Damon anavutwa na Chucky na kuanza kumtafiti mtandaoni. Anagundua hadithi za mijini kuhusu mdoli huyo muuaji, uhusiano wake na Charles Lee Ray na jinsi Chucky ameacha mlolongo wa vurugu na mauaji kila alikopita. Wakati huo huo, Logan anamfariji Junior kwamba ajali hiyo haitamrudisha nyuma katika taaluma yake ya michezo, akiita tu ni pigo dogo. Nyumbani, Jake na Lexi wanapozidi kuendelea kumtafuta, Chucky ghafla anatokea na kumsukuma Lexi kutoka ghorofa ya kwanza. Kwa wakati sahihi, Jake anafanikiwa kushika mkono wake na kumzuia asianguke. Lexi ananing'inia kwenye ukingo, Chucky akimuhimiza Jake amwache anguke, akimkumbusha jinsi alivyomdhalilisha na kusisitiza kwamba hii ndiyo nafasi yake ya mwisho ya kumuondoa. Chucky kisha anashuka chini na kujaribu kumvuta Lexi chini mwenyewe. Hata hivyo, Jake anakataa kumsikiliza. Anamwambia Chucky kwa uthabiti kwamba yeye si muuaji na anahangaika kumvuta Lexi juu. Chucky anaendelea kujaribu kumwangusha, lakini kabla hajafanikiwa, Detective Sean anawasili. Anamuinua Chucky akisema kwamba Caroline amekuwa akimtafuta. Jake na Lexi wanajaribu kumzuia Sean, wakimuonya kuhusu doli huyo, lakini anawapuuza. Ikumbukwe chanzo cha haya yote ni baada ya Chucky kutaka kuchinja watu kwenye sherehe, Chucky akachoma nyumba moto kabisa. Haya nilikuwa nakumbusha, acha tuendelee na story. Baada ya kumshukuru Jake kwa kumwokoa, Lexi anamfuata Sean akiwa na nia kumchunguza Chucky. Sean anampeleka Chucky hospitalini, lakini anasimama kwanza kunywa kinywaji kabla ya kwenda kwenye chumba cha Caroline. Anapoweka doll pembeni ya Caroline na kuanza kula biskuti, ghafla Chucky anamchoma kwa nyuma. Sean anaporomoka na Chucky anamshambulia tena na tena kwa sindano, akimdunga mara nyingi. Wakati huo huo, Devon anamkuta Lexi na kumshirikisha kila kitu alichogundua kuhusu Charles Lee Ray. Anaeleza kuwa Ray alijulikana kama muuaji wa kimataifa na kwamba baada ya vifo vya wazazi wake alipelekwa kwenye familia ya kulelea watoto
kabla ya hatima yake akahamisha roho yake kwenye mdoli. Lexi anajibu kuwa yeye na Jake tayari wanajua hilo na kwamba Chucky tayari ameanza kuua watu. Kuna flashback kutoka utoto wa Charles Lee Ray inayomwonyesha akiwa kwenye nyumba ya kulelewa. Watoto wengine walimpenda kwa sababu aliwachekesha kwa hadithi zake. Hata hivyo, siku moja mhudumu wa usafi alimkaripi Charles kwa kuvuruga kazi yake. Charles alimuua, kisha akawaongoza watoto wengine kuona mwili huo kana kwamba ni tukio la kutishia. Wengi walikimbia kwa hofu, lakini mvulana mmoja alibaki akivutiwa na ujasiri wake. Baadaye, Charles alimpa zawadi ya mkono uliokatwa kama ishara ya urafiki. Kurudi sasa, Jake anaulizwa maswali na Detective Kim. Anamuuliza moja kwa moja kama alimuua Oliver kama kiasi cha kuudhika kwenye sherehe. Jake anakataa kuhusika. Kim anaonyesha kuwa shahidi vyote wanaonekana kuelekea kwake na mdoli wake ambayo sasa imepatikana kwenye matukio mengi ya uhalifu. Jake anasita, karibu kuficha ukweli kuhusu Chucky pale ghafla alama ya dharura inalia hospitalini. Wauguzi wanakimbilia kumwangalia Caroline na kugundua mwili wa Detective Sean uliokatwakatwa katika chumba chake. Flashback inaonyesha Charles Lee Ray akiwa mtoto akimwona mwanamke mwenye nywele za blondo akijaribu kumkaribia kimapenzi mwanaume. Mwanaume akiwa amekasirika anamkataa na kuondoka. Charles anamkaribia yule mwanamke, anamuongelesha kwa kumteka kimapenzi na anavutiwa haraka. Wanamwalika mwanamke mwingine, Tiffany, ajiunge nao. Baadaye chumbani, Charles anatoa kisu na kujiandaa kumuua Tiffany. Mwanamke mwenye nywele za blondo anaingiwa na hofu na kujaribu kumzuia, lakini kwa mshangao wake, Tiffany anaonekana kufurahia na hata kutamani auawe. Akiwa amevutiwa na mwitikio wake, Charles anabadili nia. Badala ya kumuua Tiffany, anamchoma mwanamke mwenye nywele za blondo, kisha anamruhusu Tiffany aungane naye, wakimchoma mwasirika wote wawili. Wote wanafurahia tukio hilo wakijenga ukaribu kupitia tendo hilo. Kurudi kwenye sasa, Caroline anaamka na kumuuliza Nathan kuhusu Chucky. Nathan anasita, akimwambia kuwa Dola anaonekana mbaya sana baada ya kuchomeka kwenye moto. Hata hivyo, Caroline insisitiza, hivyo anamletea Chucky. Anapoona uso wake ulioungua na kuharibika, anaogopa. Nathan anatupa dolu huyo kwenye taka. Lexi anawasili na kuulizia doll. Nathan anamweleza kuwa ameutupa. Lexi anawaambia Jake na Devon mara moja. Wanahisi kwamba Chucky huenda amezikwa chini ya takataka zilizokusanywa na pengine amekufa. Licha ya Lexi kuona ni chafu, wanatafuta eneo la taka lakini hawampati doll. Siku inayofuata, Mrs. F anawashauri kwamba ikiwa watasikia kuzidiwa au wanahitaji kuongea, wanaweza kumwamini yeye. Baadaye Jake, Lexi na Devon wanajadili uwezekano wa mahali alipo Chucky. Wanahitimisha kuwa huenda bado hajaondoka Hackensack kwa sababu ni mji alikozaliwa. Ili kumfuatilia, lazima wajue nani anaweza kuwa shabaha yake inayofuata. Wanamfikiria Junior, lakini Lexi anakataa wazo hilo akisema hata waamini kwa sababu hana mawazo ya kufikirika. Junior anawaona wakinong'ona na anajaribu kujiunga kwa kuwauliza kwa kawaida kama wametembelea hifadhi mpya ya michezo. Wote wanajibu kuwa bado. Kabla hajauliza zaidi, Mrs. F anarudi darasani na wote wanakaa kwenye viti vyao. Wakati huo, Nathan anamletea Caroline doll mpya aitwaye Kemi. Caroline anaanza kucheza naye. Lexi akiwa na shaka anauchukua doll na kujaribu kuufanya uzungumze, lakini haumki. Kwa kuwa haoni kitu cha ajabu, anarudisha kwa Caroline na kutoka. Chucky anamwangalia Caroline akicheza na mdoli mpya. Anaingia kwa kujificha na kufanya ibada ya kuhamisha roho yake kuingia ndani ya Tommy. Muda mfupi baadaye, Nathan anaingia chumbani na kugundua mdoli wa zamani wa Chucky ulioungua bado alilala karibu. Bila kufikiria sana, anauokota na kuutupa kwenye pipa la taka. Baadaye Lexi, Devon na Jake wanauchukua doli wa Chucky uliyebugungwa kutoka kwenye taka na kuuangamiza kwa kuukanyaga tena na tena hadi unavunjika kabisa. Wakiamini hatimaye wamemmaliza, wanashangilia wakiamini Chucky ameondoka milele. Wakati huo, Meya Michelle anafanya mkutano wa waandishi wa habari kuwahakikishia wananchi usalama. Tukio linaanza na Junior anajiunga na Lexi, Devon na Jay, kisha anauliza wanachojadili. Lexi anafoka ghafla na kutamka ukweli wote kwa pumzi moja, kwamba mdoli muuaji umekuwa akiua watu na kwamba wao wanajaribu kumzuia. Junior anamshutumu Lexi kwa kubuni hadithi za ajabu na kumwambia kwamba kama hataki kuwa mkweli, basi asihangaike kuzungumza naye kabisa. Wakati wa mkutano, Meya Michelle anawahakikishia wananchi kuwa Hackensack bado ni moja ya miji salama zaidi duniani na kwamba mauaji ya hivi karibuni ni matukio ya pekee ambayo hayatatokea tena. Hata hivyo, mara tu anapomaliza kuzungumza, Detective Kim anasogea mbele ili kutoa taarifa. Ghafla, kichwa kilichokatwa kinakunjuka na kuanguka jukwaani, kikishtua hadhira. Pazia linapovutwa, sehemu iliyosalia ya mwili uliokatwakatwa inaonekana. Ni mwili wa Principal McVeigh wa shule ya middle school ya Perry. Jake, Lexi na Devon ambao wamekaa miongoni mwa umati wanahofishwa sana. Mara moja wanatambua kwamba Chucky bado yuko hai. Wakati huo, Junior anamwacha Lexi na
kumwambia kwa hasira kwamba hamjali tena na hajawahi kuwa kwa ajili yake. Kwingineko, Tiffany Valentine ambaye amehamisha roho yake ndani ya mwigizaji maarufu Jennifer Tilly yuko katika chumba cha hoteli na Nika Pierce. Wanaonekana kana kwamba wanakaribia kuwa wakaribu kimwili, lakini pia kuna mwanaume aliyefungwa kwenye kiti pembeni. Tiffany anatoka kwa muda mfupi kwenda kuchukua kitu, na wakati huo huo Nika anarudi katika ufahamu wake halisi na anarejesha udhibiti wa mwili wake. Anaangalia huku na kule kwa mshangao, akijaribu kuelewa alipo. Kwa haraka anamvua yule mwanaume kitambaa cha mdomo na kumweleza kuwa Chucky aliua familia yake yote na kumtupia lawama, jambo lililosababisha afungwe katika hospitali ya wagonjwa wa akili. Anafafanua zaidi kuwa Chucky amegawanya roho yake katika madoli mengi, lakini pia aliacha sehemu ya roho hiyo ndani yake. Kwa sababu hii, mara kwa mara hubadilika kati ya kuwa yeye mwenyewe na kuwa Chucky. Hata hivyo, kila anapokuwa Nika, miguu yake huwa imepooza. Anaanza kumfungua yule mwanaume kwa haraka, lakini kabla hawajaweza kutoroka, Tiffany anarudi. Ghafla Nika anasimama kwa ishara kwamba Chucky amerudi kuchukua udhibiti wa mwili wake. Akitabasamu kwa uovu, anamchinja yule mwanaume na kumwambia kwa baridi, tuweke huu upuuzi wa Nika kati yetu tu. Andy, Buckley na Kyle wanawasili kwenye nyumba moja na kugonga mlango. Mwanaume anafungua na wanajitambulisha kama wawakilishi wa sensa ya Marekani. Mwanaume anawaambia warudi baadaye kwani wako katikati ya chakula cha jioni. Kyle anasisitiza kwamba haitachukua muda mrefu na wanahitaji tu kuhakikisha kila mtu nyumbani hapo ameorodheshwa. Mwanaume anasita, lakini hatimaye anawaruhusu waingie. Wakiwa wameketi, wanaanza kuuliza kuhusu idadi ya watu waliopo nyumbani. Andy, ambaye amechoshwa kucheleweshwa, anageuza mawazo yake kwa msichana mdogo wa familia hiyo na kumwambia alete midoli yake. Wazazi wake wanamwangalia kwa mshangao, lakini Kyle anawahakikishia kuwa ni njia ya kumfanya mtoto ajisikia huru. Kyle anataka kushughulikia hali hiyo kwa tahadhari, lakini Andy anaingiwa na pupa na kuanza kuuliza maswali ya ajabu. Anahoji moja kwa moja ikiwa msichana huyo mdogo amewahi kupata majeraha makubwa hivi karibuni na kama anamiliki doli lingine lolote ambalo hawajalionyesha bado. Msichana huyo analeta doli mingine ya aina ile ile. Andy na Kyle wanautazama kwa mashaka makubwa. Ghafla doli unajirudisha na kuongea wenyewe. Andy na Kyle wanachomoa bunduki zao mara moja na kulipiga risasi doli hilo mpaka linaharibika kabisa. Wanatoka nyumbani hapo kwa haraka, wakiendesha gari kuondoka eneo hilo. Wakiwa barabarani, wanatafakari kilichotokea. Kyle anaonekana kuwa na wasiwasi kwamba msichana yule atapata mshtuko wa maisha, lakini Andy anamwambia kwamba angalau sasa atakuwa salama. Wakati huo huo, Detective Kim anamkamata Mrs. F akimtuhumu kuwa na uhusiano na mauaji ya hivi karibuni. Licha ya Devon na Lexi kumlinda Mrs. F, jitihada zao zinashindikana kumshawishi mamlaka. Baadaye, Lexi anawaambia Devon na Jake kwamba Chucky bado yuko hai na amehamisha roho yake ndani ya doll mpya aitwaye Tommy ambayo sasa imepotea. Wakati huo huo, Bree anamtembelea daktari wake wa tiba ya kisaikolojia, Daktari Amanda, ambaye anamshauri aeleze ukweli kwa familia yake kwamba ameambukizwa saratani ya hatua ya 4. Bree hatimaye anafunguka kwa mumewe Logan, ambaye anamkumbatia machozi machoni mwake. Baadaye anajiandaa kumwambia Junior, lakini hawezi kushughulikia mazungumzo hayo. Hivyo Logan anaondoka chumba. Usisahau ufollow account yetu ya Anu Swahili. Takribani maelfu ya watu wanatufuatilia. Comments za watu kutoka nchi mbalimbali pia zipo za kutosha. Asanteni kwa upendo wenu. Comment next tulete mwendelezo.